Hali gani mpenzi mtazamaji wa Bakula TV? Tupo hapa katika ofisi ya diwani wa kata hii ya Sandali iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Temeke mkoani Dar es Salaam. Mheshimiwa Christopher Kabalika, habari yako? Nzuri, karibu sana. Asante. Vipi hali ya mambo? Hali ya mambo ni nzuri, karibu sana kata Sandali, karibu sana kata mjini. Asante, asante. Watazamaji wa Bakula TV wanataka kumfahamu Christopher Mwasaso Kabalika ni nani? Amezaliwa wapi? Lini? Wapi amepata elimu yake? Lini ameanza kujihusisha na masuala ya kisiasa mpaka wapiga kura wa kata hii ya Sandali wakajenga imani naye na kumchagua kuwa diwani wao? Hebu tupe historia yako kwa kifupi. Karibu. Kwa majina naitwa Christopher Kabalika Mwasaso. Mimi ni diwani wa kata ya Sandali, lakini pia mimi ni mwenyekiti wa chama cha maafisa rasilimali watu na utawala Tanzania. Mimi kabila langu ni Mnyakyusa, kwa swali iliyosema. Nimezaliwa mkoa wa Mbeya, Kyela, lakini makuzi yangu yako Dar es Salaam, manispaa ya Temeke, kata Sandali, mtaa Mkwinda. Kwa mimi ni mkazi na maisha yangu asilimia kubwa nimeishi Temeke hii. Lakini kisiasa mimi ni kiongozi ambaye nimekuwa mtumishi wa serikali wa miaka mingi. Nikaja kwenye siasa nifanya kazi kwa Chama cha Mapinduzi. Lakini nilikuja kugombea diwani kata Sandali kwa kiu ya kuweza kugusa maisha ya wana Sandali. Haya kidogo ndio mapito yangu hadi kufika leo nikiwa diwani wa kata Sandali. Asante. Labda tuambie Mheshimiwa Kabalika, kuna changamoto na kuna mapungufu ambayo umeyakuta katika kata yako, na wananchi wa Sandali kuna kiu ya kutaka kiongozi ambaye atawavusha kulikopo na mpaka hapa walipo. Hebu tuanzie sekta ya maji safi na salama. Wakati umechaguliwa katika kata hii, hali ya upatikanaji wa maji safi na salama ulikuwaje, na ndani ya uongozi wako kuna mabadiliko kiasi gani? Karibu. Kwanza nishukuru, nikiwa diwani, of course changamoto ya maji ilikuwa tulipotoka ilikuwa ni kubwa, lakini bado jitihada serikali ilifanya. Tulikuwa tunapata maji ambayo tupate kwa kweli kama tunapata sasa. Kwa hali ya maji kwa sasa kwa kata yetu ya Sandali kwa kweli tumehakikisha tunatatua changamoto hiyo. Kwanza tuliweza kuweka mkakati ya kupanda DAWASA kuweza kuangalia namna ya kuunganisha maji kwa wananchi wa kata Sandali. Na namna ya kuunganisha maji tuliokubaliana kwamba mkazi wa kata Sandali ili aweze kupata maji ya DAWASA, zamani tutanua wanatumia kilomita hivyo, hata wewe unajua. Manake mwana Sandali sasa kama anahitaji maji gharama zake ni 100,000, yeye analipia vifaa ile 100,000 anakuwa analipa taratibu. Asilimia kubwa ya wana Sandali wanapata maji mazuri kutoka DAWASA. Asante. Tukiachana na sekta ya maji safi na salama, hebu tuambie basi swala zima la miundombinu, tukiwa na maana kwamba barabara kama jiografia ya huku itaruhusu labda madaraja na makarabati. Hali ilikuwaje na hivi sasa ukoje katika kata yako? Karibu Mheshimiwa. Mimi naendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais kwanza kwenye miundombinu. Amekuwa kufanya kazi kubwa ambayo inagusa kila sekta ya kila kona. Sisi kama manispaa Temeke, lakini kama kata Sandali kwenye swala la miundombinu tunamshukuru Mungu, tumefanya mengi ambayo tunayaona, japo ni changamoto kubwa hadi sasa kwenye swala za barabara za mitaa bado hatujazimaintain, lakini hizi nitasema mwisho. Lakini mimi nilivyoingia kwanza tulipata barabara kuzitengeneza kwa kiwango cha changarawe ili ziweze kupitika. Hiyo kazi tumekuwa tukifanya kama maintenance, tunaita periodic maintenance, kila wakati tunafanya. Lakini pili tulifanya kujenga barabara ya zege kilomita 1.9 ya kutoka Mpogo Kisiwani Kirakala. Barabara hiyo tunayojenga kwa kiwango cha zege ambayo sasa imebaki mita chache ambazo sasa tumetangaza mkandarasi kwa ajili ya kumalizia. Kwa barabara hii ya Kisiwani ilikuwa ni barabara ambayo haipitiki, kwa maana yani hata gari kupitika ilikuwa shida. Tulikuwa na daraja ambalo linaunganisha kutoka Mamboleo A, Mamboleo B na Kisiwani, ilikuwa haiwezi kupitika kabisa. Kutokana na jitihada ambazo tulifanya, tulikuwa na mradi wa kutengeneza wa DMDP mfereji wa Mpogo. Tunao mfereji huko nyuma ambao ulikuwa unapitisha maji machafu kutoka huko. Ulikuwa mfereji umekaa vibaya sana, lakini tumeujenga kiasi kwamba leo hii mtangazaji ukienda pale unaweza kukaa kupiga picha, mandhari iko nzuri, ukaweza kufanya kama ni sehemu ya kivutio. Wakati tunafanya pale tukaongea na wakandarasi na wadau, tukajenga daraja la kiwango cha juu ambalo gari aina yote inapita kwenda Kisiwani. Kwa hiyo mafanikio pia katika miaka hii tumetengeneza barabara hii. Lakini pili tumeendelea kufanya matengenezo ya barabara zingine ambazo unaziona, lakini kwenye vivuko na madaraja, niko daraja la kuunganisha Mamboleo B na Usalama ambao pia ilikuwa ni shida.
tumetengeneza liko mpakani mwa reli, tumelitengeneza kwa kiwango kikubwa. Lakini pili, yako madaraja madogo tunasema vivuko ambao vinatoka kutoka mtaa mmoja kwenda mwingine, kwa sababu pale kuna mfereji mkubwa. Tumejenga vivuko hivyo zaidi ya vivuko 5 ambavyo wananchi sasa wanavuka salama pasipokuwa na shida. Lakini kwenye kuhakikisha kwamba miundombinu inakaa vizuri, tunao mpango ambao ni wa DMDP2 ambao tumepitisha, na manispaa yetu imepitisha kata ya Sandali kupata kilomita 4 za kujenga kiwango cha lami kwenye mitaa yote iliyoko hapa. Kwa hiyo tunakwenda kujenga barabara ya Tarimo Veterinary kwa kiwango cha lami, maana yake inayotoka Maguruwe kuja Veterinary tunajenga kwa kiwango cha lami, na fedha yake mpango wake tumekamilika, tunasubiri utekelezaji wa DMDP. Lakini barabara ya Mikoroshini kutoka Dr. Omar kuja TP kwenda Boniem kwenda kona ya Post Mambulo A hadi kwenda Mambulo A zone namba 7 pia tutajenga kwa kiwango cha lami, na hizo kilomita zote zimeingizwa kwenye mpango wa DMDP. Lakini pia tutatengeneza barabara ya TP ambayo inatoka kwa barabara ya Veterinary ya barabara ya Mchicha hadi barabara ya Mikoroshini, tujenga kwa kiwango cha lami. Lakini barabara zote ndogo zilizoko kwenye mitaa yetu, kilomita hizo 4 zitatujaza na kuweza kuiweka Sandali yetu kuwa ndio sehemu muhimu ya manispaa yetu ya Temeke. Kwa kwenye miundombinu tumejipanga vizuri. Asante. Wapiga kura wananchi wa kata hii ya Sandali wana kila sababu ya kutembea vifua mbele kujivunia nyumbani wao. Labda diwani, kuna taarifa ambazo nimezipata zimeleta taharuki kidogo kwenye kata yako baada ya kwamba umetangaza kutogombea tena udiwani katika uchaguzi wa mwaka huu. Lina ukweli kiasi gani? Hilo lina ukweli mkubwa, ingawa sijui kama nilizungumzia hili, mambo mengi ambayo tumeyafanya sijamalizia kueleza kwa leo. Sasa niruhusu niwamalizie kwenye mambo ya kijamii, maendeleo, ustawi, mambo ya TASAF. Lakini ukiangalia Sandali ndio sehemu ya kwanza kujengwa flyover Tanzania. Kwa hiyo tukiongelea Tanzania, Sandali ujue kwamba ndiyo sehemu ya kwanza kujengwa flyover, kwa maana mfugale flyover. Kwa maana ya Tazara yote unapokwenda Karakana, unapokwenda Mganga, unaiona Sandali ya viwanda sasa. Leo hii ukiangalia ICD zaidi ya ICD 3 ziko ndani ya kata ya Sandali. Yote haya wananchi wanatakiwa kufuata nayo kwa kuona kwamba ajira za vijana tunang'ang'ania wanapata ajira kwenye maeneo haya. Lakini nikija kwenye kugusa tu maisha ya wana Sandali, mimi kama diwani wao katika miaka yangu hii 5 nimejitahidi sana kugusa maisha ya mmoja kwa mmoja, lakini kuhakikisha kwamba huduma za jamii zinawafikia pale walipo pasipokuwa na shida. Asante. Mheshimiwa Kadhalika, umelikwepa hili swala kitu tunazungumza huko mbele. Labda tu tuzungumzie kwamba kumekupo na maneno mengi kwamba umefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kudhibiti uhalifu katika kata yako kulinganisha na hapo awali. Tupe siri kubwa iliyosababisha kwamba uhalifu umebakia kuwa historia katika kata yako Sandali. Karibu. Kwanza ni shukuru. Unajua uhalifu unarudisha nyuma maendeleo. Sehemu yoyote ambayo ukiona ina maendeleo makubwa, maana yake watu wameimarisha kwenye ulinzi na usalama, kwenye afya. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo lazima tuhakikishe kwamba kata yetu inakuwa salama. Mimi kama diwani nilivyoingia nikaona kwamba uhalifu unaonekana kila ukizungumza unasema Sandali, kila ukizungumza unasema Mikoroshini. Mimi nikaita kamati ya maendeleo ya kata kwa kupitia kikao cha kamati ya ulinzi na usalama, tukajaribu kujadili kwamba ni namna gani tuweze kudhibiti uhalifu kwenye kata yetu. Cha kwanza ambacho tulifanya mkakati ni kuita vijana wote kuhakikisha kwamba tunatafutia ajira ambazo si rasmi ili wawe na shughuli za kufanya. Lakini la pili, tukahakikisha kwamba vijana tunawaweka kwenye biashara za usafirishaji kwa kupitia bodaboda. Kwa hiyo tunachukua vijana wengi tukawawezesha kwa kupitia vikundi tukawapa bodaboda. Lakini la tatu ambalo lilikuwa kubwa ni kuhakikisha sasa tunaimarisha ulinzi kwa kupitia ulinzi shirikishi ambao hadi sasa unafanya kazi vizuri, na leo hii Sandali iko salama na ukipita kweli kuko salama. Kuna uwizi ule wanaita bwaga ambapo Sandali ilikuwa kitovu. Hata na yenyewe vipi? Of course ukisikia bwaga kwanza haukuwa Sandali, ila watu walikuwa wanakuja kubwagiwa Sandali. Yaani watu wanatolewa Ubungo, wanatolewa Posta, kwa nini wanakuja kubwagwa Sandali? Kwa nini walikuwa wanakuja kubwagwa Sandali? Kwa sababu Sandali kwanza ndio sehemu yenye population kubwa ya watu. Ni kata moja yenye watu zaidi ya 42,000
100 huko, ambayo ni watu wengi sana. Sasa ukiangalia na jiografia ya Sandali, wananchi wa Sandali huwa hawajali yani kwamba huyu ni nani, wao wanakaribisha watu. Ni sawa na kwamba wakazi wengi wa Sandali yani wanapata amani wakiishi Sandali. Ndio maana leo hii wawekezaji wote, watu wa kutoka sehemu mbalimbali wanang'ania wajenge Sandali. Kwa hiyo sisi tuliweza kudhibiti uhalifu huo, ni sehemu ya uhalifu tuliokuwa tunazungumzia mwanzo. Ukisikia kwamba tuma kwa namba hii, zote zilikuwa zinafanya, bwaga zilikuwa zinafanya. Lakini leo hii ni kata ambayo tunashirikiana, watu tunawezana kwamba uhalifu hauwezi kusaidia, lazima tusimame kutokomeza. Kwa hiyo sisi wananchi wa kata Sandali 90% tunatii sheria bila shuruti. Sandali bila uhalifu inawezekana na imewezekana. Asante sana. Haya, tuje sasa katika sekta ya afya. Wakati unachaguliwa kuwa diwani katika kata hii ya Sandali na ndani ya uongozi wako, hebu tuambie basi umeboresha vipi sekta ya afya na kuhakikisha kwamba wananchi wa Sandali wanakuwa salama, hususani akina mama na wenyewe wanapata maisha bora kuhusiana na masuala mazima ya uzazi salama. Karibu mheshimiwa. Kwanza ni kushukuru kwenye swala la afya. Wakati mimi nilikuwa diwani, sisi tuna zahanati yetu, zahanati ya Sandali, ambayo kipindi hicho ilikuwa inafungwa saa 7. Kufika saa 8 huduma zinakuwa zimesitishwa. Lakini baada ya mimi kuingia tukajaribu kukaa, kwanza tukaanza ifike hadi saa 1 usiku. Kwa hiyo tukakubaliana ikaendelea kufika saa 1 usiku. Lakini pili, zile vifaa tiba kwa maana dawa, vipimo, tukahakikisha vinaboreshwa na vinapatikana vyote. Kwa hiyo huduma zile na dawa zile ambazo kwa level ya zahanati zote asilimia kubwa zinapatikana pale. Lakini tukaendelea kuwezesha kwamba kina mama wajawazito wanapima pasipokuwa na zile gharama ambazo ni unnecessary cost tunaita. Kutokana na Mheshimiwa Rais alikuwa anaangalia kundi hilo. Kwa hiyo tumeendelea kufanya vitu ambavyo vinaendelea kugusa wananchi wote. Kwa kwenye swala la afya tumeendelea kuboresha kwa kweli afya inayotolewa kwetu, kwa maana huduma ya zahanati ni huduma nzuri sana. Lakini ili tuweze kuwafikia na kugusa wana Sandali, sasa tumepambana na hivi niweze kutangaza kwa kupitia redio yako kwamba leo hii kata ya Sandali manispaa ya Temeke imeidhinisha kujenga kituo cha afya cha kimkakati cha manispaa ya Temeke, ambacho tutakuwa ni hospitali kubwa ukitoka hapo ndio hospitali ya mkoa. Na utekelezaji wa hilo wote umeanza kufanyika kwa kwanza kufanya kulipa fidia kwenye kutanua maeneo haya. Niwapongeze pia Chama cha Mapinduzi kata na tawi la veterinary, wote wametoa maeneo yao kwa ajili ya kutanua kujenga kituo cha zahanati. Kwa hiyo hivi ninavyokuambia michoro yote imekamilika. Sasa tunakwenda kujenga kituo cha afya chenye ghorofa 3 hadi 4 ambayo itahudumia wakazi wa Sandali, wakazi wa Temeke, wakazi wa Kiwalani, wakazi wa Kilakala, wakazi wa Tandika, lakini kwa ujumla wana Temeke wote. Kituo hicho cha afya, fedha za mpango wa fedha wa bajeti ya mwaka 2024-2025 ambao unakwenda Juni, fedha yake imetengwa na tayari tunasubiri kwa ajili ya kwanza kutekeleza kwa ujenzi hii. Kwenye hili nimpongeze Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu kipenzi, ambaye anagusa kila kona. Leo anatugusa Sandali kwenda kupata kituo cha afya cha kimkakati ambacho sasa huduma zote mama na mtoto, wadi zote zitajengwa hapa, specialist daktari watakuwa hapa. Kwa hiyo Sandali sasa kile kimjini tunaendelea kukuza na kuboresha na kuimarisha kwenye swala la afya. Asante. Huyo kama mnamsikia na kumuona ni Mheshimiwa Christopher Mwasasi Kabalika, diwani wa kata hii ya Sandali. Labda Mheshimiwa, muda si rafiki, bado tuna mambo mengi ya kuzungumza. Hebu basi tuje katika swala zima la michezo. Michezo si tu kwamba inajenga afya, lakini michezo ni ajira. Umeacha alama gani kwa wanamichezo wa kata hii ya Sandali? Karibu. Kwanza nikushukuru kwa sababu mimi kwanza ni mwanamichezo, kwanza ni mwalimu wa mpira mwenye diploma D ya CAF, lakini pili nimecheza mpira kwa level ya ligi kuu, lakini tatu wana Sandali ndio sehemu michezo inapoanzia kwa Tanzania nzima, lakini kwa Dar es Salaam. Ukisikia michezo ya ngumi, michezo ya mpira, michezo ya netball, michezo nini yote kitovu chake ni kata ya Sandali Mikoroshini. Kwa hiyo mimi kwanza kwenye hili nisikitike kwamba nimeshindwa na nimefanya asilimia chache kwenye michezo. Hakuna
kitu tunaweza kujivunia, kwa sababu nilitamani Wanasandali kwenye michezo ni waguse kwa 100% kwa sababu ni fani yangu, lakini nimeshindwa kutokana na eneo letu liko mjini, tumekosa viwanja vya kufanyia michezo. Hili kwa kweli hata naweza nikaacha salamu kwa watangulizi wangu katika serikali sehemu zingine, lakini kwa watakaofuata kwenye kata Sandali, lakini na viongozi wa wilaya hii, mkoa wa Dar es Salaam na Mheshimiwa Rais, kwamba kata ya Sandali hata uwanja wa kucheza chandimu hatuna kwa sababu ya maeneo yetu yalivyo. Hivyo tunayo maeneo ambayo yanatuzunguka. Eneo la Wizara ya Mifugo lipo ni eneo kubwa, tuliomba eka 3 ili tuweze kupata kujenga viwanja vya michezo, kukuza michezo kwenye shule zetu 3 za serikali, lakini wananchi bado hatujapewa. Kwa hiyo nadhani tukipewa hilo, nadhani ningesema nimefanya kwa 100%, lakini kwenye hili kwa kweli Wanasandali tumeshindwa kuwafanyia kile ambacho tunaweza kuwasaidia, lakini wasikate tamaa kwa sababu bado viongozi wao tupo, tutaendelea kushirikiana na watakao badili nafasi hizi ili tuweze kuhakikisha kwamba viwanja vya michezo kata ya Sandali vinapatikana kwa sehemu yote. Asante. Na mimi na imani kabisa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hapa pia ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi yetu ya Ulinzi na Usalama ya Tanzania amelisikia hilo. Haiwezekani wananchi wa kata ya Sandali wakose maeneo ya kufanya michezo, wakati hapo Wizara ya Mifugo kuna maeneo makubwa yamekaa tu misitu. Na imani kabisa wahusika watayafanyia kazi, hata kama Mheshimiwa Rais hakupata bahati ya kuangalia, lakini wasaidizi wote wataangalia, watafikishia ujumbe na message itakuwa send. Labda Mheshimiwa, sasa tuzungumzie, kama leo unakutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, utamwambia nini kuhusiana na changamoto na kero kubwa zilizopo katika kata ya Sandali ambazo unaomba serikali kuu Mheshimiwa Rais azingilie kati? Karibu. Kwanza nikutana na Mheshimiwa Rais, kwanza nitampongeza kwa kazi kubwa anayoifanya kuhakikisha kwamba anatekeleza 4R kwa uhalisia, lakini pili kugusa maisha ya Watanzania kila kona. Habagui, hachagui. Mimi nitamlinda kwa wivu mkubwa sana. Lakini la pili ambalo nitamwambia juu ya kata ya Sandali. Kata ya Sandali shida zao ziko 3. Shida kubwa ya kwanza ni swala la afya, kuwajengea kituo cha afya ambacho kwa kweli kitawasaidia sana Wanasandali kuhakikisha kwamba huduma za afya wanazipata kwa wingi. Lakini kero ya pili ni miundombinu. Mradi wa DMDP kama utakuja kwa wakati, basi ukitekelezwa hivyo Wanasandali watakuwa wamdai chochote. Lakini la mwisho ni viwanja vya michezo na maeneo ya kujenga hostel kwa shule ya sekondari ya Temeke, ambayo ndiyo shule kiongozi na shule bora kwa advance manispaa ya Temeke, lakini na mkoa wa Dar es Salaam inashika namba nzuri. Watoto wanatoka mikoa mbalimbali, sehemu mbalimbali, hawana hostel, hawana mabweni, wanahangaika mitaani kupanga kwenye vyumba. Akitatua hilo, Mheshimiwa Rais, Wanasandali watakuwa hawamdai tena, na ili mama ukilisikia, ukiliona, mimi mwakilishi wa Wanasandali ni kuombe kero zetu hizo 3 mama ziguse. Wanasandali wako na wewe. Aya, asante. Huyo alikuwa ni Christopher Masaso Kabalika, diwani wa kata hii ya Sandali iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Temeke mkoa wa Dar es Salaam. Amezungumza masuala mbalimbali kuhusiana na changamoto, maisha ya kawaida na vipaumbele ambavyo amevitimiza ndani ya uongozi wake.